tulivyozungumza kuwa tunakuja, mimi nilikuwa najua nakuja kufanya kazi moja, kukabidhi vifaa, lakini nawashukuru sana, mmejitokeza kwa wingi kuja ili walau tupate nafasi ya kusalimiana, kwa sababu vile vile tumeanza mwaka mpya 2026. Nawashukuru sana Wanaituga, wana Bukombe, kwa upendo wenu, kwa kujali kwenu, kwa kiu yenu kubwa ya maendeleo kwa ajili ya kata yenu. Wakati nimekuja hapa wakati wa kampeni, tulisimama hapa nikawaambia tukimaliza kuapishwa miezi mitatu baadaye tutaanza ukamilishaji wa zahanati yetu. Na kwa nini nilisema hivyo? Nilisema hivyo kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, niliona juhudi yenu Wanaituga na kiu yenu ya kujiletea maendeleo. Lakini sababu ya pili, niliona tayari hamjamsubiri mtu, mmeanza wenyewe kidogo kidogo, kwa shilingi 10 yenu, kwa shilingi 100 yenu. Mkasema hapana, hatutaki tena wagonjwa, na sisi wenyewe tukitaka kutibiwa twende Bukombe mbali, tujenge zahanati yetu. Changa wenyewe mmeijenga. Hilo lilinipa moyo sana, na washukuru sana. Nilipofika hapa nikamuuliza diwani wenu Masokola, hivi Masokola, hawa watu tutawalipa nini? Kwanza kwa moyo wao wa kutamani maendeleo. Ituga ilivyokuwa, nyinyi mnakumbuka miaka iliyopita, hapa hatukuwa na umeme, watu hawa walitamani umeme. Hatukuwa na mradi wa maji, hapa watu wakatamani mradi wa maji. Barabara hii mnaikumbuka, ilikuwa na mchanga. Ukiwa na pikipiki yako lazima uwe na wakukusindikiza, kwa sababu hamwezi kufika mwisho, kwa sababu wale wote ni mliudi haha. Hali ilivyokuwa haikuwa yenyewe. Ituga imeanza kubadilika. Kwa sababu gani? Watu wa Ituga wenyewe wanataka maendeleo. Nikamwambia Masokola, kazi yetu iwe moja, kuwapa sapoti kubwa watu wa Ituga ili wayaone maendeleo. Kule tuendako kuna mambo mengi yanahitajika kufanyika. Shule zetu lazima tuzikarabati ziwe nzuri. Barabara zetu lazima tuzikarabati ziwe nzuri. Kata hii, kwa nini Wanaituga kuanzisha mradi huu? Mnavunja rekodi ya kuwa kata yenye zahanati nyingi, ambayo hii itakuwa zahanati ya 5 kwenye kata moja. Kazi yetu moja ni kutafuta zahanati moja ambayo ni kubwa, tuibadilishe iwe kituo cha afya, watu watibiwe mpaka wajifungue hapa hapa Bukombe kwenye kata hii. Sasa bwana, leo tumekuja hapa, watu wanataka tuwezeke zahanati yetu. Tumeleta mabati yote ya kuwezeka zaidi ya 200, tumeleta mbao zaidi ya 500, na hela ya fundi wameiambia 1,300,000. Leo tunamkabidhi diwani ili fundi aanze kazi kesho. Tukimaliza hiyo kazi ya ujenzi itakuwa ndio imeanza, imepamba moto. Lazima hilo jengo lipigwe lipu, lazima hilo jengo liwekewe wiring, lazima hilo jengo liwekewe bodi, lazima hilo jengo liwekewe frame za milango, lazima hilo jengo liwekewe milango yenyewe, lazima hilo jengo liwekewe madirisha. Hiyo kazi inafuata. Leo tumeleta hivyo vifaa, na hapa nawaambia, na mifuko ya simenti wameniambia ukipiga lipu mpaka na jamvi mifuko 200, na yenyewe mkitaka kesho ipo kazi yenyewe. Sisi Wanaituga hatutapimwa kwa maneno, tutapimwa kwa vitendo. Watoto wetu hawa mnaowaona wanataka maendeleo, hawataki maneno. Maneno ya twende ya shikaha ya chaya karudi baba mmoja toka safari ya mbali kamimba yote baba, hawataki. Kizazi hiki wanataka maendeleo, na sisi lazima tufanye kazi. Mmetuchagua, nataka niwashukuru sana kwa kutuchagua. Nataka niwaahidi kwamba Ituga na kata ya Bukombe mko moyoni mwangu.